wakati kama huu. Kwa majina nadhani wengi mnanifahamu, Zuchilki hapa. Binafsi nafurahi sana kuweza kuona watu wangu wa PMTV2 mkiendelea kutufuatilia kila siku. Na leo imekuwa siku fulani hivi kwangu mbaya, na binafsi imekuwa siku ya huzuni pia. Kuanzia jana kuamkia leo, baada ya kuweza kupata taarifa kwa ambao hawajafahamu, basi tumeweza kupoteza mtu ambaye alikuwa ni mpambanaji, kioo cha jamii bora, ambaye alikuwa kila mtu anaweza kumchukua kama mfano wa kuigwa. Si mwingine bali ni MC Pilipili. Tuliweza kupokea taarifa ya kwamba amefariki, kitu ambacho kilikuwa ni cha hafla sana, baada ya kusema ya kwamba tulivyosikia, tuliweza kupata hizo taarifa za huko, ni pale alikuwa anaelekea Dodoma kuweza kufanya shughuli zake hizi anazozifanya za siku zote za UMC. Lakini baada ya muda kidogo hali yake ikabadilika, inasemekana kichwa kilikuwa kinamuuma, akawa anapoteza nguvu, na hapo ndipo pale kampelekea kuweza kupata umauti. Kiukweli tunaweza kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Hizo taarifa kidogo ni sijui nizungumzeje, lakini ni za huzuni sana. Why na kwamba hivyo? Kwa sababu MC Pilipili tuweza kuona wakati fulani alikuwa kama hayupo kwenye game, and yeye tukipitia baadhi ya interviews alikuwa akisema kwamba kuna hali alikuwa anaipitia ambayo ilikuwa haijamfanya aweze kuwa sawa na kuweza kurudi katika misingi yake kama ya mara kwanza alikuwa anaifanya kwenye kazi. Lakini hapo sasa hivi katika kujipambania mwenyewe, tukipitia kwenye baadhi ya interviews alikuwa anafanya kwa sasa hivi, akasema mwaka huu yuko sawa na yuko tayari kuweza kurudi kwenye kazi. Lakini pengine Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Hivyo kikubwa tu tunaweza kusema tuzidi kumuombea Mwenyezi Mungu aweze kumpokea huko anapoenda. Lakini pia tumeweza kuona baadhi ya wasanii, baadhi ya viongozi na baadhi ya watu tofauti tofauti wakiweza kumpost MC Pilipili na kuweza kumuombea dua zaidi. And kitu kingine ni kwamba kwa ambao walikuwa wafahamu, MC Pilipili alikuwa ni mchekeshaji wa kimataifa, and ameweza kufanya kazi tofauti tofauti na wasanii tofauti tofauti katika mataifa tofauti tofauti. Lakini pia hapo awali alikuwa ni mwalimu, alikuwa anasomesha bwana. Lakini ukiachana hivyo, ndo pale alipoamua kujikita zaidi kwa MC, na MC ndo kamfanya kuweza kumletea wigo mkubwa wa watu na watu wengi kuweza kumfuatilia. Kiukweli kimekuwa kifo cha hafla sana, na watu wengi tumekuwa tukipatwa na huzuni, kwa sababu ni mtu ambaye binafsi mimi naweza kusema nimeweza kumuona hatua zake alipotokea mpaka sasa hivi alipoweza kufikia, japo ameonekana mtu fulani ku struggle kutokana na kipindi tofauti tofauti ambacho alichokuwa kikipitia. All in all, pia tumeweza kuona mke wake pia akiweza kushare baadhi ya maandiko ya Bible kupitia ukurasa wake wa Instagram story, like na pia yupo kwenye hali ambayo sio sawa. Kwa hiyo bado hajaweza kuzungumza chochote, japo inasemekana alipigiwa tu simu na akasema hataweza kuzungumza chochote. Pengine napo hata anaweza katujuza zaidi mengi zaidi, kwa sababu tunavyofahamu kama ni mke wake, lakini pengine anaweza kawa na taarifa nyingi zaidi kuhusiana naye. Hivyo basi mpaka sasa hivi inasemekana kwamba bado haijafahamika haswa tatizo lilikuwa la nini la kumpelekea MC Pilipili kuweza kufariki. Haya yote umeweza kuyapata kutoka kwetu PMTV2. Kwa matukio mengi zaidi ya msiba na kila kitu kitachoendelea kwenye msiba, basi sisi tutaweza kukuwekea hapa PMTV2 YouTube. Hakikisha unaendelea kutufuatilia ili uweze kupata taarifa nyingi zaidi. Binafsi naendelea kukwambia endelea kushare na kulike pamoja na kucomment. Utakuwa mtu ambaye umetisha sana. Nishukuru sana kwa ambaye umekuwa nami mwanzo hadi mwisho. Mwenyezi Mungu akubariki. Tukutane tena wakati mwingine. Kwaheri.